Kupitia ukurasa wake wa X, zamani Twitter, rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS wakili Boniface Mwabukusi ameweza kuandika ujumbe ambao umeweza kuwashtua watu wengi. Ameanza kwa kuandika kwa herufi kubwa, hatuko salama. Anauliza, nimepokea habari usiku huu kwamba jeshi la polisi Mbeya limefika nyumbani kwa Mdude Mpaluka Nyagali. Baada ya kufika wamevunja mlango na kuingia ndani na kumpiga wakitumia vitu mbalimbali na kumjeruhi baadaye kuondoka naye. Huu ni muendelezo wa kukithiri kwa vitendo vya wanaoonekana wakosoaji wa serikali kutendewa kinyume cha sheria na kuumizwa. Tunalitaka jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kuhakikisha kuwa ndugu Mdude Mpaluka Nyagali anakuwa salama na kuhakikisha wanampatia matibabu stahiki. Tunakemea na kufuatilia jambo hili kwa ukaribu kuona haki ikitendeka. Boniface AK Mwabukusi wakili ameweza kuandika ujumbe huo. Kuna taarifa ambazo zinatembea usiku huu ama unaweza kusema asubuhi ya kuamkia siku ya leo hii zikieleza kuwa Mdude Nyagali ambaye ni maarufu kama Mdude Chadema ameweza kuchukuliwa na jeshi la polisi nyumbani kwake. Na pia kuna video inatembea katika mitandao ya kijamii ikionyesha kuwa ni video ambayo inamhusu Mdude Nyagali ambapo kuna damu nyingi sana inaonekana imevuja chini. Imerekodiwa ni video kama dakika moja hivi na sekunde kadhaa ikieleza kwamba hizo ndizo damu ambazo amepigwa Mdude Nyagali na zimeweza kutoka katika mwili wake. Hii inakuwa inasikitisha sana. Huyu anaitwa Tadei Mhabuka anaandika hapa chini ama na comment, anasema hatuko salama mpaka hapa, kila mtu yupo kwenye hatari ya kukutana na mateso haya na kutwaliwa kabisa uhai kama wanavyokutana nayo wenzetu, kila mmoja kwa nafasi yake alaani matendo haya. Nkindikwa kijana mzalendo anaandika kwamba mbona kama vile tupo nchi ya ajabu, yaani Tanzania imegeuka kuwa uwanja wa mauaji ya wenyewe kwa wenyewe, hata wakoloni hawakuwa wakatili namna hii. Tunaelekea wapi? Mbona akiza kinene? Mungu atunusulu sana, taifa lipo kwenye taharuki kubwa sana. Odhiambo Cairo anasema kwamba hizi task forces bwana, hakuna siku inapita ukaacha kusikia hivi mara vile. Walioshauri ushauri huu kwa watawala hawakuwa na nia njema. Tanzania ndio nchi iliyokuwa ikikemea unyama wa serikali zingine dhidi ya wananchi wao. Leo sisi ndio wa kukemewa. Mama amekosa washauri. Huu ni ujumbe wa kwake Odhiambo Cairo. Ameandika hivyo pale katika posti ambayo ameweza kuitoa Boniface Mwabukusi ambaye ni rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS. Bwana, ni matukio ambayo yamekuwa yakishtua watu wengi kwa sababu siku ya jana tumeamka na taarifa ya kushambuliwa na watu ambao walikuwa hawajafahamika, lakini baadaye jeshi la polisi likathibitisha kumkamata mtu mmoja. Alishambuliwa Faza Kitima ambaye ni katibu wa baraza la maaskofu, unaweza ukawaita teki. Kwa hiyo yamekuwa ni matukio ambayo yanashtua kwamba tupo katika mstari gani sisi kama Watanzania, tumekaa katika laini gani sisi kama Watanzania, kwa sababu tumekuwa tukihubiri amani kila sehemu na ni haki kwa kila Mtanzania kuzungumza, lakini wanasema mambo yamebadilika hivi sasa. Watu wengi ambao wameonekana kuikosoa serikali wanajikuta wanaingia katika mikono ambayo ni ya nguvu. Kwa hivyo tunachosubiri ni kuona jeshi la polisi mkoani Mbeya litatoa taarifa gani, kwa sababu swala hili linawahusu wao. Naamini haitaisha siku ya leo hii, watakuja watatoa taarifa juu ya ukweli. Watatueleza kiundani zaidi ni sababu zipi ambazo zimewafanya waweze kumshikilia Mdude Chadema, moja ya makada wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, na wanaharakati ambao wamekuwa wakizungumza bila kupindisha, unaweza kusema hivyo, na wanakuwa katika toni fulani ya ukali. Akiwa anazungumza Mdude au anazungumza wenyewe wanasema anazungumza kimamlaka sana, anakuwa anaonyesha hali fulani ya kutishwa ama ya kusikitishwa zaidi na vitu ambavyo vinakuwa vimemsibu yeye ama vitu ambavyo anaona yeye havipo sahihi. Mwabukusi, Mdude Nyagali Chadema pamoja na Dr. Wilbrod Slaa ambaye ameweza kurejea Chadema. Hawa walikuwa katika jukwaa la Sauti ya Watanzania, moja ya jukwaa ambalo lilijipatia umaarufu hapa katikati kwa kuwa
toa kauli juu ya masuala mbalimbali na pinga juu ya mambo mbalimbali, na huenda ndio ikawa sababu ambayo ilisaidia Mwabukusi akaweza kupigiwa kelele na kuweza kupata urais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS, kwa sababu alikuwa akizungumza vitu vingi ambavyo vilikuwa vikiwashika ama vikiwagusa wa Tanzania. Bwana, hii ni Mbaju TV. Ni kusihi kama bado hauja subscribe katika YouTube channel yetu, basi hakikisha kwamba una subscribe, lakini pia hakikisha kwamba una like, una comment na kushare taarifa zote ambazo sisi nakupatia wewe kila siku na kila saa. Niite David Edward. Uwe na siku njema.